The book of Matthew chapter number 6. Matthew chapter number 6. I'll start from verse number 5. Matthew 6 verse 5. The Bible says, "And when you pray, you shall not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But you, when you pray, enter to your closet, and when you have shut your door, pray to your Father which is in secret, and your Father which sees in secret shall reward you openly. But when you pray, use not vain repetition as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not you therefore like unto them, for your Father knows what things you have need of before you ask him. After this manner therefore pray you, Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." May the Lord bless the reading of His word. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Where we have learned, Yesu ananena na mitume wamekuja kwake wakitamani kufundishwa. Wamekuja kwake wakitamani kufafanuliwa mambo. Wamekuja kwake wakitaka msaada, wakitaka aweze kuwasaidia. Na Yesu Kristo na yeye ameanza kuwafundisha na anaanza kuwaelekeza katika mambo ambayo tumeyasoma hapa. Kuanzia pale mstari wa 5 pale tumeanzia. Yesu anaanza kuwafundisha mambo ya maombi, and he tells them about prayer, and he tells them how they need to behave when they are praying, how they need to do their prayers. Praise the name of the Lord. Amen. But as he goes down, if you look from verse number 5 all the way to verse number 15, you realize there is a word that has been used very many times, repeatedly. Kuna neno limetumika pale. Right from verse 5 all the way. And Jesus is addressing one word, one name, and this is our Father. Say with me, our Father. Praise the name of the Lord. Amen. Now I want to continue from there. We were sharing about our Father. And now Jesus is now coming now to bring a different angle for us to understand about our Father. And he's saying, when you pray, in other words, it is a requirement for believers to pray. Jina la Bwana libarikiwe. Ndipo sasa Yesu anaanza kusema ya kwamba wakati wewe unapoenda kuomba, si kama utaomba, ni kwa sababu inahitajika Mkristo wote awe ni mtu wa kufanya nini? Wa kuomba. Maombi is a requirement. And so Jesus is saying, now when you pray, because you will need to pray. Praise the name of the Lord. Amen. One day, one time, you will need to pray. One season, you will need to pray. And so when you pray, then Jesus is giving some instructions. And he's saying, wakati unapoenda kuomba, usiwe kama wale ambao ni wanafiki, ambao wanafikiria ya kwamba
ni kupitia kwa kurudia maneno mingi ndivyo ambavyo Mungu atasikia maombi yao. Ya kwamba wakisema maneno mingi ndivyo Mungu atasikia maombi yao. In other words, they speak one thing and they repeat it over and over and over and over again, wakifikiria ya kwamba kwa maneno mengi ndivyo Mungu atawasikia. Lakini Yesu anasema msifanye kama hivyo. Why? Kwa sababu Baba yenu aliye mbinguni. Praise the name of the Lord. That before you pray, usiende tu kwa maneno mingi, usiende kurudia mambo mingi. Why? Because your heavenly Father, He knows. Before you come to Him, your heavenly Father, He knows. Praise the name of the Lord. And so Jesus is teaching a concept about God being our Father. Wamezoea kufundishwa na wamehubiriwa wana wa Israeli mambo ya Mungu na mambo ambayo Mungu alikuwa anayatenda nyakati za kale, na uwezo alio nao Mungu ambaye aliumba mbingu na akaumba dunia. Lakini hawakuja na hawakuwa wamefika mahali ya kuelewa ya kwamba huyu Mungu sio tu muumba wa vitu vyote, lakini pia kwa wale wanaomwamini Yesu anafanyika baba yao. Praise the name of the Lord. And I want us to understand that in our God we have a Father. In our God we have a Father. Praise the name of the Lord. Ndani ya Mungu aliyeumba mbingu na akaumba dunia, ndani yake tumepata baba wetu. Ndani yake we have a mighty Father. Ndani yake we have a Father who is not like any other father. Praise the name of the Lord. In this God, and so Jesus is teaching about a relationship with this God. Kwa sababu ndani ya huyu Mungu, ndani yake tunapata baba. Na kwa hivyo nawaambia, wakati mnakuja kwa Mungu, mjue mnakuja kwa baba yenu. Na kwa hivyo maombi yenu iwe na utofauti, kuelewa ya kwamba hamuji tu kwa Mungu, bali mnakuja kwa baba yenu. And therefore relate with God as a father. Don't just relate with God as one that is very far. Relate with God because He is your Father. Praise the name of the Lord. So kile ambacho anawafundisha hapa na ndicho ambacho anatufundisha wakati huu, ya kwamba our God, He is not a very far God. He is not a very far. He is close to us as being a Father. Praise the name of the Lord. Those who have walked with a Father, that they understand the advantage and the benefit of having a Father. And so God is a Father. Na kwa hivyo wakati tunapoomba, tuelewe ya kwamba we are praying to a God that is very near to us as a Father. Praise the name of the Lord. And that is why Jesus is teaching them, your way of prayer needs to change. How you approach God needs to change, because He is not just God, but He is your Father. Inside of Him, He is your heavenly Father. Amen. Hallelujah. Amen. And it's important to understand that the God that created the universe, He who began all things, He who created all things, He is your Father. If you believe in Jesus, if you have come to the Lordship of Jesus Christ, then the God of the universe, He is your Father. Amen. Hallelujah. Amen. Say with me, in Jehovah. In Jehovah. In Jehovah. In Jehovah. I have a Father. Say like you believe it. In Jehovah. I have a Father. Hallelujah. Amen. Understand, in Jehovah. And you see the word Jehovah. The name Jehovah means the self-existing God. Mungu ambaye hahitaji yeyote ili akaweze kuishi. He does not depend on anyone for him to exist. He lives all by himself. His name is Jehovah. Now in this God who lives by himself, who sustains himself, who keeps himself, in Him we have a Father. And this Father is not just like any other father. And once we look at some few things about this Father, even as Jesus is teaching us through these particular scriptures, this Father is different from any other father.
Praise the name of the Lord. Huyu ni baba ambaye ako na utofauti na wale baba wengine. Na Yesu ameanza kutueleza hapa ya kwamba wakati unapoomba kwa baba yako, omba ukiwa sirini, kwa sababu baba yako anaona hata pale kwenye siri. And I want to tell us this day, number one, about this God who is our Father. He is a God that sees even in the secret places. Praise the name of the Lord. Ya kwamba hakuna mahali ambapo pamejificha sana na Mungu wetu. Yeye anaweza kuona hata pahali kuko na giza sana. Praise the name of the Lord. I've actually come to understand ya kwamba Mungu huwa anapenda kutenda mambo katika mahali ambapo hatuoni, in the dark places. And in the dark places, this God sees in those places. Hallelujah. And he is working even in the darkness. Yesu akasema kwamba night comes when no man can work. He did not say when God can work, cannot work. He says when no man can work. Nasema giza huwa inakuja, usiku huwa unakuja, na usiku ukikuja hakuna mwanadamu anaweza kufanya kazi. Lakini hakusema Mungu hawezi kufanya kazi, kwa sababu Mungu anaona hata katika giza. Huyu ni baba ambaye anaona hata mahali kumefichika sana. Praise the name of the Lord. So Jesus is saying in verse number 6, when you pray, go into your closet, enda pale ujifungie ndani, kwa sababu baba yako huwa anaona hata katika siri. Na akiona katika siri, anakusikia katika siri. Huyu ni baba ambaye atakusikiza wakati unaomba sirini. Wakati unaomba watu hawaelewi ni nini unafanya, ukiwa kwa giza, ukiwa kwa siri. Lakini nimekuja kukueleza, we have a Father who sees our secret places, who sees our deep places, ambaye anaona undani wa maisha yetu, anaona undani wa uchungu wetu, anaona undani wa changamoto zetu. He sees even in the deep places. Amen. Praise the name of the Lord. He is a Father who sees in the deepest of the places. Kuna mahali ambapo kama mchungaji naweza kosa kukujua. Tunaweza kaa na wewe nikuombee, ninaweza kaa na wewe nikuhubirie, lakini kuna mahali siwezi kafika. Kuna udani wa moyo wako ambao siwezi kafika, lakini huyu Mungu ni Mungu ambaye ni baba anayeona katika udani wetu. Hallelujah. Na kwa hivyo ni vizuri wale mpendwa, hata katika lile jambo unaona hili jambo liko ndani sana, huu ni uchungu ulio ndani sana, hii ni tatizo lililo ndani sana, Baba yetu aliye mbinguni anaona kilicho ndani sana. He is such a Father. He is such a Father. He is such a Father. Praise the name of the Lord. Number 2, Jesus says, and when you shut your door and pray to your Father which is in secret, and your Father who sees in secret shall reward you openly. Hallelujah. Amen. This is a Father ambaye atatusikia tunaomba wakati mwingine watu hawaoni, lakini huyu baba yetu akona njia, akona hali yake. His character is that hata to reward in the dark places. He shall reward us openly. Wakati wa kuja kutuzawadi, hata kuja katika siri, atakuja katika wazi. That is our Father. Praise the name of the Lord. He will hear your prayer in the secret places, but when it comes to rewarding, He will reward you in the open. Why does He reward you in the open? Because He wants to receive all the glory. He wants to receive all the praises. He wants a man to fear Him. He wants a man to trust Him. He wants a man to run to Him. Now that is why He shall reward you openly. Praise the name of the Lord. Na mpendwa, tafadhali, learn and love to pray to the God who is in the secret places, because He is your Father. Then sisi hatutajua ya kwamba unanena na baba yako katika siri, lakini siku moja tutajua kilichokuwa kinatendeka kwenye siri. Hallelujah. It is just like a farmer akipanda mahindi,
Ukienda katika shamba, kama ukienda pale kwetu nyumbani, wakati wa kupanda, mahindi imepandwa, maharagwe imepandwa, na uangalie hilo shamba, uangalie hakuna kitu unaona, kwa sababu imewekwa katika sidi, imewekwa katika mahali fiche. Lakini one day mvua ikinyesha, ndio tutakuja kujua ni nini ambacho kiliwekwa katika siri. Now this is what our God as our Father he does. When we pray in the sacred places. Tukiomba na tunaomba, watu hawajui ya kwamba tumejitoa in the sacred place of the Most High God. Lakini naye Mungu atakuja wakati moja na atadhibitisha, atadhihirisha. This is what was happening in the sacred places when he shall reward us openly. Hallelujah. Si utamani mpendwa ya kwamba utaenda kuwa na ushirika na huyu baba kwa sababu yeye ni baba wa sirini, lakini atakuzawadi peupe mchana watu waweze kuona. Wakati tutakapoona ndio tutajua kuna kitu ilikuwa inaendelea katika sehemu za siri. Pale kumefichika, ndio tutakuja kujua kuna kitu ilikuwa inaendelea. Ulikuwa na uhusiano na baba anayeona katika siri. That is our Father. Praise the name of the Lord. That is our Father. And he says, if you go down to verse number 8. Now this is the third thing about our Father. He says, but not. So in verse 7 he says, but when you pray, use not repetition as the heathen do, for they think that they shall be heard, for they are much speaking. But not you, therefore, like unto them. For your Father knows what things you have in need of before you ask of him. This is the third thing about our Father. Ni baba ambaye anajua mahitaji yetu. Hallelujah. What a Father he is. He knows whatever you are in need of. Ni nini ambacho unahitaji mpendwa? Ni nini ambacho unahitaji dada yangu na ndugu yangu? Baba yetu anaielewa na anaijua. He knows it. He knows it. Hallelujah. Say with me, he knows my need. Say like you believe it. He knows my need. There is a singer who sang a song and says, I have a Father who knows my name. Who knows my name. He hears me when I call. He sees every tear that falls. That is our Father. Praise the name of the Lord. He knows your need. He knows your need. Talk to your neighbor, tell your neighbor, he knows your need. Mwambie vizuri, he knows your need. He is your Father. He knows your need. Says, he knows whatever things that you are in need of. Na kwa hivyo wakati unakuja kumuomba, haukuji kumuomba kumpatia breaking news. Praise the name of the Lord. Unajua sometimes unakuja kwa Mungu na yale mambo ambayo yametusukuma, na ni kama tunapatia Mungu breaking news. Mungu haujui. I want to tell you, my brother, my sister, you are not bringing breaking news to God. He knows your need even before you come to pray. Hata wakati umesukumwa, hilo limekusukuma sana. It is not breaking news before God. He knows your need. So when you come to him, come in confidence, knowing you are coming to tell a Father who knows what is your need. Praise the name of the Lord. What a Father he is. What a Father he is. That he knows my needs. Before I call him, before I tell him, Father, this is my need, he knows it. So before you ask, he knows your need. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Number, the other thing about this Father. Now, Jesus continues now to say now in verse number 9. So it's now leading them into how well to pray. Na aliwapatia sala ambalo tunaliita sala la Bwana. Na it is a good prayer. But what Jesus was saying here, he was actually teaching the disciples a model of prayer. Wakati wanataka kuomba,
maombi yao iwe namna gani. Hakusema ya kwamba tuwe tunaomba hili ombi kila wakati, hapana, lakini alisema wakati mnaomba hii ndivyo ambavyo mnapaswa kuomba. In other words, alitupatia mwelekeo wa jinsi maombi yetu yanastahili kuwa. And so he starts by verse 9. He said that after this manner therefore pray you, our Father who is in heaven. Praise the name of the Lord. And this is the other thing about this Father. He is not just a Father, but He is a Father who is in heaven. And the Bible says that the heaven is your throne and the earth is your footstool. God lives in the heaven. He lives in the highest of the places. That is where our Father is. Jina la Bwana libarikiwe. But I also want to encourage us and tell us, He not only lives in heaven, but He also lives in our lives. To them that fear Him, to them that trust in Him, to them that come to Him, He also comes and dwells in them. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. He says, our Father who art in heaven. In other words, Jesus is telling us the dwelling place of our God is the most holy place. Heaven is the holy of the holiest places. So when you say that our God who is in heaven, our Father who is in heaven, He is simply telling us this Father ambao tunaongea kuhusu, huyu ni Baba ambaye anaishi katika utakatifu. He lives in the holy of the holy places. He is not a God who lives in the dirty places. He is a God who lives in the holy places. Jirani yako, He is your Father in heaven. Mwambie vizuri, He is your Father in heaven. Now this is the meaning. If He lives in heaven, He lives in the holy place. Mwambie jirani yako, heaven is a holy place. Heaven is a holy place. Mwambie vizuri, heaven is a holy place. Heaven is a holy place. Sasa nisaidie kumhubiria, mwambie if heaven is holy, If heaven is holy, and that is where your Father lives, that is where your Father lives. it means your Father lives in the holy places. Praise the name of the Lord. Now that is about our Father. He does not just live anywhere. He lives in the holy places. Na kwa hivyo kile ambacho anahitaji hata ndani yetu, it is for us to be holy, kwa sababu yeye anaishi mahali ambapo ni patakatifu. Kama ni Baba aliye mbinguni na mbinguni ni patakatifu, maana yake anaishi mahali patakatifu, na kwa hivyo tunafaa kuwa na mahali patakatifu ndani yetu so that He can live in us. Praise the name of the Lord. Hii inamaanisha kwamba pahali ambapo kuna dhambi, pahali ambapo hakuna haki, hakuna utakatifu, hatutampata pale. He is a God who lives in heaven. He is a Father who lives in the holy places. And Jesus continued to say, this is the other thing about our Father. He says, hallowed be your name. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. What he is simply telling us is that the Father we are talking about, huyu Baba ambaye tunayezungumza ni Baba ambaye jina lake limetukuka, limejawa na utukufu. Saidia kuhubiria your neighbor, mwambie baba yako, baba yako ako na jina, na hilo jina limetukuka. Mwambie baba yako ako na jina, na hilo jina limejawa na utukufu. Hallelujah. Tupigie Bwana makofi mazuri. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. In other words, your name is worthy to be praised. Your name is worthy to be exalted. Ni jina ambalo limetukuka. Na jina la baba yako ni jina ambalo limejawa na utukufu. Ni nani ambaye hapendi utukufu? Ni nani ambaye hapendi jina ambalo limejawa na utukufu? All of us, we want to be identified with a name that has glory. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. You see, we all of us, we want to identify with something that has glory in it.
kitu ambacho hakina utukufu hatutaki kujitanisha nacho. Na ndiposa unaona hata watu wakijitanisha na majina, wanajitanisha na majina ya watu walio na utukufu. Alimama tukiwa shule, tukiwa primary school, nilikuwa naona watu wanajitanisha na majina ya watu tajika. Shida ni kwamba wengine walikuwa wanajitanisha na watu ambao hawana Mungu ndani yao. Kile ambacho wanafanya hakina Mungu ndani yao, na shida ni kwamba roho ambayo inatawala wale watu inakuja kuwatawala. Nakumbuka nyakati hizo, hiyo miaka ya 90s, early 90s na huko, kulikuwa na jamaa mmoja ambaye alikuwa anacheza mchezo wa dodi, that is boxing. Wala wa nyakati hiyo wanamuelewa, alikuwa anaitwa Mike Tyson. Na so jina lake lilikuwa na utajika fulani, ilikuwa na utukufu fulani wa hapa duniani. Na kwa hivyo naona watoto walikuwa pale shuleni, mtu anaanza kujiita, mimi naitwa Mike, mimi naitwa Mike David, mimi naitwa Mike whatever, mimi naitwa Mike Moilole. Why? Kwa sababu lile jina kuna utukufu fulani limebeba. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na nimeona mpaka imekuja na ikakuja. Juzi tukashuhudia wakati mmoja ambaye is a descendant of a Kenya alifanyika kuwa rais pale Marekani, na jina lake likawa ni jina tajika. So nikaona mpaka watoto wakizaliwa anaanza kuitwa nani? Obama. Mpaka watu wakatengeneza uga mpaka tunaikula leo, inaitwa uga ya Obama. Praise the name of the Lord. Kwa nini? Kwa sababu lile jina liko na utukufu, limebeba utukufu wa duniani. Naye Baba yetu aliye mbinguni, nimekuja kuwaeleza, ni Baba ambaye jina lake limebeba utukufu. Haleluya. Na kwa hivyo wakati unajitanisha na yeye, unajitanisha na Baba ambaye amebeba utukufu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallowed be thy name. Now, your name carries. Your name carries glory. In the name of your Father, it carries glory. Na ikitajwa mahali, mambo inabadilika. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Jua katika taifa letu kuna watu kibeba jina lao, ukienda tu useme mimi nimetoka kwa fulani, unafunguliwa milango. Kwa nini? Kwa sababu lile jina limebeba nini? Utukufu wa aina yake. Na kwa hivyo ukisikika ya kwamba wewe umetoka katika hilo kundi la hao watu, what happens ni kwamba mambo inakufungukia kwa sababu ya lile jina. And I came to tell you, your Father's name carries glory. Na kwa hivyo wakati unajitaja na lile jina, hata mapepo inajua, mapepo inaelewa na inakufungulia milango, because the name of your Father carries glory. Praise the name of the Lord. Na kama kuna kitu shetani anaogopa, ni sisi tuelewe ukweli, na hataki tujue ukweli, kwa sababu tukijua ukweli yeye ako mashakani. Na ukweli ni huu, ya kwamba tuko na Baba, jina lake limejawa na utukufu, na tukilitaja ya kwamba we belong to God, even the hell knows these are the children of the most high God. Ni lazima nifungue milango, ni lazima niachilie kile ambacho nimeshika, ambacho ni cha watoto wa Mungu. Praise the name of the Lord. Hata wachawi wanaelewa ya kwamba ukibeba jina la baba yako aliye juu mbinguni, wanajua huyo hatuwezani na yeye, kwa sababu jina la baba yake limebeba utukufu. Hallowed be thy name. Oh, we love this Father. We love this Father. We love this Father. Jesus continued to say, and he tells them, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your kingdom come. Your Father is not only a father, but he is a king. Bia jirani yako, your Father is a king. Your Father is a king. Mwambie, your Father is a king. My Father is a king. So he's saying, your kingdom come.
Because my father, you are not a father, wewe ni mfalme, na kwa hivyo ufalme wako ufike, ufalme wako uje, kwa sababu baba yangu wewe ni mfalme. Kenya tunaweza kosa kuelewa sana mambo ya ufalme, lakini kwa wale ambao wameishi katika miliki ambazo ni za kifalme wanaelewa vizuri. Na jambo la kwanza la mfalme ni kwamba katika nchi ambayo inatawaliwa na mfalme hakuna katiba. Praise the name of the Lord. Hakuna nini? Katiba ni mfalme mwenyewe. Na ukiangalia katika maandiko utaona hata wakati wa Danieli, ukirudi na huko nyuma utaona sheria ilikuwa inatengenezwa na mfalme. Sasa wale wafalme wengine wakilala wakiota, asubuhi anaandika sheria, anasema sasa watu watakuwa wakifanya hivi na vile. Unakumbuka Nebukadneza alilala katika usingizi wake, katika njia zake, alipoamuka akasema kuanzia sasa ninatengeneza sanamu na watu wote lazima waiabudu, na ikakuwa ni sheria. Na akasema yule ambaye hataabudu sanamu yangu atarushwa kwenye moto. Praise the name of the Lord. Wakati mwingine akaamuka ameingia